Na moja katika sajili ambazo zilikuwa zinasubiriwa kwa hamu sana kutambulishwa ni sajili ya Peter Shalulile. Wanajangwani walikuwa wanasubiri kwa hamu sana wamuone mchezaji wao Peter Shalulile. Sasa hapo jana Peter Shalulile tayari ameshatambulishwa na ametua ndani ya viunga vya Wanajangwani na tayari ametoa maneno kadhaa ya kuzungumza na Wanajangwani. Maneno hayo aliyozungumza Peter Shalulile tunayo hapa Tubone Media. Je, ni maneno gani ambayo ameyazungumza? Kwa maana yameshika atamu lakini pia yamegusa mioyo ya Wanajangwani wote. Sasa wewe kama Mwanajangwani, wewe kama mpenda michezo, ungana nasi mwanzo mpaka mwisho tukatazame maneno ya Peter Shalulile. Lakini pia wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, kuna neno hapo chini limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza ile neno na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za kimichezo kutoka kwetu. Sasa leo moja kwa moja tunaenda pale Jangwani ambapo jana walikuwa na tukio kubwa sana, mkutano ambao walikuwa wanamtambulisha mchezaji wao mpya Peter Shalulile ambaye amesajiliwa kutoka Mamelodi Sundowns. Sasa huu ndio usajili ambao umekuwa msajili mkubwa sana mpaka sasa kwenye dirisha hili kubwa la usajili, na sajili ambazo zilikuwa zinasubiriwa kwa hamu basi ni hii ya Peter Shalulile. Tayari Peter Shalulile ameshatua ndani ya Wanajangwani na tayari kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya wa mashindano 2026-2027. Sasa Shalulile amezungumza na Wanajangwani, lakini kabla tujaona maneno ya Peter Shalulile, wewe unayetutazama utuambie, je, unatutazama ukiwa sehemu gani? Lakini pia Peter Shalulile unamtazama ukiwa mkoa gani? Tuambie hapo kwenye comment. Lakini moja kwa moja tunaenda kwa mshambuliaji mpya wa Young African. Peter Shalulile amesema moja kati ya wachezaji, viongozi na mashabiki ni jambo muhimu katika safari ya klabu hiyo na kusaka mafanikio ya msimu mpya. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa utambulisho wake rasmi Agosti 3, 2026 katika makao makuu ya Young African yaliyopo Jangwani, Shalulile amesema kila upande ndani ya klabu inapaswa kuwa na mshikamano ili kufikia malengo yanayowekwa. Sasa maneno ya Peter Shalulile kwa mujibu wake amesema hivi: nguvu ya Yanga haitokani na wachezaji peke yake, bali pia ushirikiano kutoka kwa viongozi, sapoti ya mashabiki katika kila hatua ya msimu. Lengo kubwa ni moja ya kupambana pamoja na kuhakikisha anatoa makombe ndani ya klabu ya Young African. Tayari Peter Shalulile ameshaanza kuwa na hamu ya kubeba makombe akiwa na uzi wa Wanajangwani. Hivyo basi kwa mujibu wake amesema nguvu ya wachezaji peke yake haitoshi, bali pia ushirikiano kutoka kwa mashabiki na viongozi. Lengo kubwa ni moja, kupambana pamoja na kuhakikisha Yanga inatoa makombe. Hayo ndiyo maneno ya Peter Shalulile. Tayari ameshaanza kuwa na hamu ya kutoa makombe ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi, lakini kubwa kuliko alilosema Peter Shalulile ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo, ambapo dabi hiyo ya Kariakoo inapigwa Agosti hii mwezi wa 8. Sasa twende tukatazame, je, Peter Shalulile pia amesemaje kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Mbali na hilo, Shalulile amezungumzia hamu yake ya kucheza Kariakoo dabi dhidi ya Wekundu wa Msimbazi, akisema amesikia kuwa mchezo huo ni miongoni mwa matukio makubwa na ya kuvutia zaidi katika soka la Tanzania. Mshambuliaji huyo wa Namibia amesema anatamani kuipitia mwenyewe hali ya uwanja, pressure na hisia zinazozunguka michezo katika vigogo hao wawili wa soka wa Tanzania. Sasa Peter Shalulile tayari ameshaanza kuonesha hamu sana ya kucheza dabi ya Kariakoo. Hivyo basi anatuma salamu kwa wanasimba wote, anatuma salamu kwa wapinzani wote kwamba Peter Shalulile sasa ameanza kuwa na hamu ya dabi ya Kariakoo. Na ikumbuke kwamba ufunguzi wa ligi kwenye ngao ya hisani basi watakutana hawa vigogo wawili kati ya Simba na Young African. Sasa kutokana na haya maneno ya Peter Shalulile, sijui kwenye huo mchezo atafanya kitu gani. Haya si maneno yangu bali ni maneno ya mshambuliaji mpya wa Young African Peter Shalulile. Sasa je, nini kitajiri tena baada ya Peter Shalulile kusema haya maneno? Taarifa zote hizi utazipata hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu. Hii ni Tubone Media, hadi wakati mwingine. Bye bye.